Jina langu ni Kamishna Msaidizi Mwandamizi wa Magereza Ipina Libu, mkuu wa kitengo cha Parole, makao makuu Dodoma. Tupo Morogoro kwa ajili ya mafunzo ya kujengea uwezo maafisa wa sheria wa Jeshi la Magereza katika maeneo ya msaada wa kisheria, mapokezi wa wafungwa, vifungo mbadala, lakini pia na upekuzi wa mikataba. Kwa nini sasa tunajengewa uwezo? Tunajua Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan siku zote amesisitiza mabadiliko na maboresho na kujenga upya taasisi zote za serikali pamoja na majeshi, lakini pia miundo tume ya maboresho pia ya vyombo vya haki jinai. Hivyo ni mwendelezo wa kutekeleza maelekezo mahususi ya Mheshimiwa Rais na tume. Hivyo basi tunaishukuru Wizara ya Katiba na Sheria ambao pia wamekuwa ni mentors wetu kwa kuwezesha mafunzo haya kufanyika kwa maafisa wa sheria ili wabadili fikra, wabadili mtazamo, waweze kutenda haki, utu na kuendana na mabadiliko ya sayansi na teknolojia. Lakini tunamshukuru mkuu wa jeshi Afande Yeremia Yoram Katundu ambaye ameweza kujenga mawasiliano kwa ufupi kutoka nje ya boksi na kwenda kuwa na connection na network nzuri na wizara hii ya Katiba ambayo imewezesha mafunzo haya. Lakini pia tumshukuru wasaidizi wake Afande Kamishna Jenerali wa Magereza Afande Tenga, mkuu wa division ya sheria na uendeshaji wa magereza na wakuu wa division wengine wote kwa kuendelea kutekeleza kwa haraka maelekezo na mapendekezo yanayotolewa mara kwa mara. Tunajua mkuu wa jeshi hana muda mrefu tangu ateuliwe, takriban miezi 9 sasa, lakini siku zote yuko na kasi ya kutekeleza maelekezo mahususi yanayotolewa na serikali, lakini pia yanayotolewa na tume, lakini yanayotolewa mara kwa mara na wenye mamlaka. Hivyo tunaendelea kuwaombea viongozi wetu waendelee kuinfluence mabadiliko, kwa sababu tunaishi, Jeshi la Magereza linaishi lina watumishi lakini linao wahalifu pia. Hawa wote wanahitaji mabadiliko. Nchi kama inabadilika, nchi inajengwa upya, lakini lazima maeneo haya yote pia yajengwe upya, yabadilike. Na kikubwa kabisa, Mheshimiwa Rais anasisitiza kwamba wahalifu wakiingia gerezani warekebishwe. Jukumu mahususi la Jeshi la Magereza ni kurekebisha wahalifu. Tunaona wafungwa wanaoingia magerezani hawana ujuzi wowote, wengine wamekata tamaa, wengine wamekataliwa kwenye jamii, lakini sisi magereza tunawarekebisha. Waliingia, fikra zao ni hasi, mitazamo yao ni ya kihalifu, sisi tunawabadilisha. Hivyo tunawapa mafunzo ya ujuzi rasmi na usio rasmi ili wanaporudi kwenye jamii zao wakaweze kujitegemea na kuwa raia wema na kuchangia maendeleo ya taifa letu. Wito kwa jamii, iwapokee wafungwa na mahabusu waliotoka magerezani kwa mapokeo chanya na iendelee kuwasaidia, kwani wengi wanakutana na unyanyapaa na kukuta sasa ni wapi nani amsaidie na kujikuta anajirudia kutenda makosa. Naitwa Dennis Peter Moshi, ni mrakibu msaidizi wa Jeshi la Magereza lakini ni wakili. Nipo hapa Morogoro kuhudhuria semina ya capacity building, jenga uwezo kwetu sisi wanasheria, maafisa wa magereza juu ya mambo mbalimbali. Mambo ambayo tumeweza kuyafundishwa hapa ni pamoja kukumbushwa obvious, pamoja na msaada wa kisheria wa Mama Samia ambao una extend mpaka kwenye magereza, lakini vile tumejifunza kukumbushwa
makundi maalum mbalimbali jinsi ya kuhudumia na kuweza kuhakikisha haki zao zinapatikana, lakini vile vile tumekumbushwa kanuni mbalimbali za mikataba ndani ya Jeshi la Magereza na namna gani tunaweza kuconnect, kuhusiana, kuhakikisha kwamba mahusiano na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali ili kuhakikisha kwamba weledi unapatikana, uhakika wa kukimbia riski, kukimbia hatari mbalimbali, ili tuhakikishe serikali yetu inakuwa iko salama. Ni muhimu sana kwa sisi wanasheria, maana tunaingia kwenye vikao mbalimbali, tuna negotiate, tuna draft, tuna execute. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa kweli, sisi kama wanasheria tunashukuru sana, tunashukuru serikali ya awamu ya 6 ambayo inaongozwa na mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Mambo mengi sana unaona yanafanyika. Angalia kama msaada wa kisheria huwa ambao ni huko nje, lakini unaenda hadi gerezani katika hali ya very serious, katika hali ambayo ni ya msingi sana. Lakini vile vile tunamshukuru Mheshimiwa Waziri wa Katiba na Sheria, Mheshimiwa Dr. Damas Ndumbaro, ambaye ametufungulia jana mafunzo yetu na kutupa maelekezo vizuri kabisa. Lakini vile vile tunamshukuru Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, Mheshimiwa Innocent Bashungwa, vile vile makatibu wakuu wote, na vile vile tunamshukuru mkuu wetu wa jeshi Afande Commissioner General CGP Jeremia Joram Katungu NDC. Tunamshukuru sana afande kwa hiki ambacho kimefanyika, hii partnership, hii muunganiko kati ya taasisi za serikali ambapo mpaka hiki kinafanyika. Kwa kweli tunamshukuru sana, kinatujengea weledi, kinaturudisha katika mfumo na kuweza kuhakikisha kwamba majukumu yetu tunatekeleza vizuri, majukumu ambayo ni magumu sana kimsingi ya Jeshi la Magereza: kupokea wafungwa, kuwatunza, kuhakikisha tunawarekebisha, kuhakikisha tunashauri serikali katika sera, vitu vyote hivi. Lakini vile vile ni ukumbushe umma kwamba mwaka 2025 ni mwaka wa uchaguzi. Tumebahatika kipekee sana magereza, sheria ya uchaguzi imebadilika na kuwapa wafungwa nafasi ya kupiga kura, kuchagua viongozi wao. Hii haijawahi kutokea, ni mwaka wa kihistoria, na kweli mimi binafsi nimefarijika sana. Tunashukuru kwa hii haki ya kikatiba ambayo wenzetu, raia wenzetu ambao wameshikiliwa kwa sababu mbalimbali watashiriki katika kuchagua kiongozi wao wa nchi. Hii kwa kweli ni milestone, lazima tukubali na kupongeza. Kwa majina anaitwa Wadres Jamila Maulidi kutoka Gereza Njombe. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutuwekea kongamano zuri linalohusiana na kuwajengea uwezo maafisa sheria wa Jeshi la Magereza. Lakini pia napenda kumshukuru Afande Kamishna Jenerali Katungu kwa kutuombea kibali kwa Mama Samia Suluhu, kutuwekea kongamano zuri ambalo litatuwezesha sisi wanasheria kuendesha majukumu yetu tunapokuwa gerezani. Lakini pia katika kongamano hili sisi kama wanasheria wa Jeshi la Magereza tumeweza kujifunza vitu mbalimbali, ikiwemo kupiga hesabu za vifungo vya wafungwa, ambapo inamwezeshea mfungwa kupata 1/3 ya msamaha. Lakini pia kwenye kongamano hili tumeweza kujifunza mikataba mbalimbali ambayo sisi kama wanasheria inatuwezesha kuendesha wafungwa wetu tunapokuwa magerezani, ambapo kabla hujasaini mkataba wowote ni lazima uangalie, je, kwenye huo mkataba una zile elementi ambazo zinaonyesha kwamba mkataba ni halali, ambapo moja ya elementi hizo ni capacity, ambapo je, mtu huyo ambaye unaingia naye kwenye huo mkataba ana uwezo wa kuingia kwenye huo mkataba. Lakini pia tunaangalia kama huo mkataba una consideration, ambayo consideration tunasema ni kitu ambacho kina thamani mbele ya sheria. Lakini pia kitu kingine tunasema ni capacity to enter legal relation, ambayo tunasema je, huyu mtu ana uwezo wa kuingia, tunasema huyu mtu ana uwezo wa create legal relation na mtu mwingine. Lakini pia kwenye kongamano hili tumeweza kujifunza kuhusiana na upekuzi na usalama wa mikataba. Majina naitwa Edith Gamalieli Mhanga, natokea Gereza Mabusu Morogoro.
tunashukuru Mheshimiwa Rais kwa kutuletea mafunzo ambayo imetusaidia kutufundisha vitu vingi, na nashukuru pia afande CDP kwa kutusaidia sisi tunaletea mafunzo haya ambayo yanaweza kutusaidia katika kujikumbusha mambo mengi katika shughuli zetu za kila siku sisi kama wanasheria wa majeshi ya magereza, kwa sababu pia sisi ndio watu ambao tunapokea wafungwa kule magerezani. Kwa hiyo ametukumbusha vitu vingi, jinsi ya kupokea wafungwa, namna ya kusajili. Ukiachana nayo pia ametukumbusha mambo mengi ambayo tulikuwa tumefundishwa huko nyuma, kwa mfano masuala ya mikataba, alafu wajibu wetu sisi kama wanasheria, jinsi ya kukagua mikataba na mambo mengine mengi. Pia tunashukuru kwa hii fursa, tunakutana na watu wengine, tumepata vitu vingi kutoka kwa wenzetu, tumejuana, tumejifunza mengi.